jina langu naitwa Khalid Kombo Hamisi. Kwa pamoja wawezeshaji hawa wametujenga kwa kiasi kikubwa katika swala zima la utalii endelevu. Kwa hiyo kikubwa ambacho tumejifunza ni namna ya kuendesha huu utalii endelevu. Utalii ambao utakuwa na manufaa kwa wananchi wazawa wa Zanzibar, lakini pia utakuwa na manufaa kwa kizazi cha sasa, lakini pia utakuwa na manufaa kwa kizazi vijavyo na wageni wenyewe. Kwa hiyo tumia taaluma hii ama taaluma ambayo tumeipata hapa leo ni namna ya kwenda kuendeleza ule uhifadhi wa mazingira na urithi kwa utamaduni, lakini pia kuendeleza utalii ambao utakuwa na manufaa kwa vizazi vyetu vijavyo, utalii ambao utakuwa ni utalii wa thamani na kuifanya Zanzibar kuwa na destination. Kwa mimi hasa ambaye nimetokea ile kisiwa cha Pemba upande wa pili, nizungumzie kwamba Pemba ni new destination. Pemba iko na mazingira mazuri, ipo na vivutio vizuri. Kwa hiyo ni mafunzo ambayo moja kwa moja yanakwenda kutuwezesha kuitengeneza Pemba katika utalii endelevu, ambapo jamii halisi ya Pemba wataweza kupokea utalii huu tena kwa moyo mkunjufu sana, kwa sababu tunafahamu wale wengi katika kisiwa walikuwa bado hawaelewi kuhusiana na dhana swala la utalii, walikuwa hawakubaliana na baadhi ya dhana za utalii ambazo utalii ule ambao unaharibu maadili. Lakini utalii huu wa leo ambao tumeusoma, sustainable tourism, ni utalii ambao kila mtu ataukubali, kwa sababu utakuwa na manufaa kwa kila mtu. Utaweza kutunza utamaduni, utatunza mazingira na utaheshimu kila mtu manake, na ni faida kubwa kwa sisi jamii na kwa serikali kwa ujumla. Kwa hali ya utalii wa Pemba, bado utalii unaendelea taratibu kukua kwa wastani, lakini kwa sababu ya jitihada za serikali hii ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kuimarisha miundombinu ya kiwanja kikubwa cha ndege, kiwanja kimataifa ambacho kinajengwa kwa sasa, ujenzi wake tayari umeanza, lakini ujenzi wa mabarabara na kuvutia wawekezaji wa mahoteli kuweza kuwekeza, tuna matumaini makubwa kwa miaka michache ijayo basi utalii wa Pemba utafunguka, na hivyo tutafungua utalii ambao ni sustainable tourism, na ndio taaluma ambayo tumepatiwa hapa. Hii ni fursa kubwa kwa vijana, na nitoe wito tu kwa vijana wenzangu kama mimi, wahakikishe kwamba utalii Pemba unaenda kufunguka. Ni fursa kubwa kwa za ajira, lakini pia kwa wakulima, wavuvi na kila mtu utaweza kumnufaisha, na ndio utalii huu ambao tunauzungumzia leo. Kwa hiyo tuwe tayari, na kuwa tayari ni kuanza kujiandaa kwa ajili ya kujipatia elimu kama hizi, kufunza masuala ya utalii, ili kuhakikisha hizi fursa zitakapofunguka basi tayari tuweze kuzishika sisi wazawa kwanza, ili tuweze kunufaika. Serikali inataka tunufaike wazawa, hawatutaki raia wa kigeni ndio waje wachukue hizi nafasi, na ili tuweze kunufaika na hizo lazima tujiandae kwa ajili ya kusoma. Na taaluma hii ambayo tumejifunza hapa leo, naamini mimi nitakuwa balozi kwa wenzangu. Kwa maana hiyo tutaendelea kutoa warsha kama hizi kwa wenzetu ambao hawajafanikiwa kwa leo kufika katika darasa hili, ili waweze kufahamu, lakini pia tutaendelea kuzungumza na makundi ya vijana, wadau mbalimbali wa utalii kwenye vivutio vya utalii, ili jamii halisi iweze kufunguka kuanzisha miradi mbalimbali ya utalii endelevu, ili kuhakikisha kwamba sote kwa pamoja tunaungana pamoja na tunapata ile dhana, tunakamilisha dhana ya utalii kwa wote. Asante.